Bia tunapiga story na mwanetu Msafi the Real ama Q-Boy zamani alikuwa anamfahamu kama hivyo. Brother inakuaje? Shwari, mambo ni aje huko? Bana shwari, vibe ni kubwa sana mzee wangu hapo. Bana utatuia radhi bana. Tumekuweka sana mzee wangu, au sio? Uswazi. Yeah, just love for the game na game ya hip hop pia kwa sababu hii ni time ya hip hop. Washikaji zetu wa hip hop pia watatupa dakika zao kadhaa kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na game yako pia. Tuanzie kwenye hili sala ambalo linahusu muziki wa hip hop pia. Umeshaikuwa moja ya watu ambao kama mna love hivi na hip hop, umeshafanya kazi pia na Khaligraph Jones. Kwa upande wa Q-Boy, kwa yule ambaye hamfahamu hususan kwenye upande wa rap ama hip hop, unaweza kuizungumzia vipi? Na mimi nafikiri rap au hip hop, nafikiri muziki wowote unaosikia duniani umetoka huko. Okay? Kwa sababu rap nikizungumzia pande hizi ni ya moyoni kuyatoa kuyaweka hadharani, kwa sababu kama way back watu walikuwa hawana mtetezi. Sasa ukizingatia watu walikuwa wana rap, wanafikisha ujumbe kwa njia ya kujitetea, special Black America pande hizi huku nilipo. Yeah. Yani ni moja ya walikuwa wanajitetea. Kwa hiyo mziki wa rap ni moja ya mziki, ni moja ya kupatikana mziki wa R&B. Kwa sababu mziki wa rap ndio imeanza. Huko hip hop ndio imeanza. Kipindi hicho wanaimba kina Nelly Vanelli, ni zamani sana. Yeah. Ni zamani sana, baadhi ya watu ambao wapo deep ndio watawajua kina Nelly Vanelli. Ni kipindi watu walikuwa wanataka kusikia ujumbe kwa watetezi wao, ndio walikuwa wanapatikana watu wa kurap na kutengeneza muziki wa hip hop. Alright. Okay. Uko ulipo Msafi the Real, natamani kufahamu wasanii wepi wa muziki wa rap ama hip hop kutoka Tanzania ambao walao wanasikiliza hata kidogo, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukisikiliza majina yale na yote yanakuwa ni wasanii wa kuimba. It's Harmonize maybe ama Diamond and stuff. Sasa kwa hapo ulipo, wasanii gani wa hip hop kutoka Bongo wao wanasikilizwa walao hata kwa kidogo tu? Mimi siwezi kumpa hope msanii yeyote ambaye anafanya hip hop kutoka Bongo. Nafikiri kuna kipindi kimoja nilikuwa nasikia interview Darasa anasema tunawekeza sana kwenye uongo. Inasababisha kutowajenga watu kuwa real. Yani unapowekeza sana kwenye uongo, mimi naona wasanii wengi bana international. Bro, amna international. Kama msanii yote ananisikiliza asipoongeza juhudi, amna international, ataishia tu kusikika hapo Kibiti. Kwa kujiongopea uongo. Okay. Sisemi kama natukana, ila nataka anayenisikiliza aache kurizika, aache kujiongopea kwamba huku watu wanamsikia. Hakuna msanii yoyote anayesikika kwenye redio yoyote unayoisikiza. Okay. Hapo ni sorry pia. Hapo ni wasanii kwa ujumla ama wasanii wa hip hop pekee? Nazungumzia wasanii kwa ujumla kutokea Bongo. Sasa kama wasanii wanaofanya vizuri unaowajua hawasikiki redioni, hip hop itapata nafasi wapi? That's too bad. Lakini sisi tunapa nafasi pia, that's why tuna saa moja ya hip hop kabisa. Maana lazima wajivunie. Yeah. Lazima wajivunie kwa sababu nyumbani wanapewa support, inatakiwa wa appreciate wanachokipata nyumbani, kwa sababu hata wanavyojiongopea kwamba huku tunawasikia ni uongo. Okay. Okay, wewe unafuatilia game muda mrefu sana, upo kwenye game pia unaifanya. Mimi nataka tufahamu watu watatu au watano kwenye hip hop ambao unawasikiliza of all the time kutokea Bongo. Kuna mshikaji anaitwa Disaster, huyo ni hatari. Okay. Yeah, Disaster. Kuna Pima Wenge pia ni noma. Kuna nani huyu ambaye anaitwa nani? Huwa yeye interview zake hajawahi kumkubali mtu yote. Anaitwa nani? Sorry. Daru mzungumzea. Nikimbishi. Nikimbishi. Baba Malcolm. Watatu. Nikimbishi. Yeah. Si ndio watatu ulisema? Of course tuongeze wawili pia wa mwisho tukamilishe watano.
wawili kwenye hip hop. Hip hop of course, legend Fidi, mimi naweza kusema ni mtu mwenye ameni-inspire sana. Fidi all the time anakuaga pale tu. Yeah. Alafu wakumalizia nafikiri my favorite, yani kwamba my favorite alikuwa ni Mr. Blue. Sema Mr. Blue anabadilika gani, anakuja huku hip hop anarudi huku, lakini all the time nampaga sauti akae pale kwenye crown yake ya wengi tumesoma vingi kupitia kwake. Okay, mzungumzia Mr. Blue hapo last week tulikuwa naye pia kwenye tukapiga naye story kuhusiana na muziki wake. Miaka 22 kwenye game is not a joke. Akawataja watu ambao kama wameuplift hivi kwenye game, mtu kama Young D na watu wengine ambao mara nyingi anasema kwa upande wake huwa hawezi kuwa mention, ama wao huwa hawezi kumention kwa sababu ya kuogopa maybe kumpa mileage. Kwa upande wako kuna watu ambao wamekuwa uplift kwenye game ambao unahitaji kuwapa shout, lakini pia baadhi ya mitikasi ambayo imetokea sometimes waga unasita kufanya hivyo, lakini una appreciate kile ambacho amekifanya? Kufanya kupitia mimi au kufanya kupitia jamii? Kufanya kupitia wewe, kufanya kuwa somewhere. No, all the time big up nitampa Diamond kwa sababu Diamond alifanya vitu vingi sana kupitia mimi. Alifanya vitu vingi kiasi ya kwamba appreciation yangu mimi lazima itakuwa tu pale pale. Yani respect, even though kuna ups and down, lakini respect itabaki pale pale. Wapo watu kibao, kuna mshikaji ashafariki anaitwa Mafia Mnyama, hata kwenye nyimbo yangu nilimtaja. Wapo wasanii pia kutoka WCB walifanya vitu vingi. Ukizingatia hata hiyo ngoma waliopiga hapo, hiyo Mugacherere, yeah. Kitu wasichokijua mule kuna sauti za watu wengi sana. Okay. Kwenye Mugacherere ukisikia kuna kipande nitawale kama Butu, kuna sauti inaitika au Nyerere, hiyo ni ya Diamond. Hiyo sauti ni ya Diamond. Okay. Alafu kuna melody moja utasikia tuturu tururu, huyo ni Harmonize. Kwa hiyo ni watu wakiamua kuwekeza kwenye mziki wako ili wewe uende ukafanikiwe, kwa nini usitoe shukrani? Kwa hiyo project yangu pia ilikuwa na watu pia nyuma walikuwa wanaipush ili iweze kwenda sokoni na watu waikubali. Kwa hiyo siwezi kusema mtu mmoja, lakini naamini paka dancers wale kina Chino, kina Angel, kina Poshi huko way back washanisaidiaga, na naamini tulikuwa kwenye mazingira kiasi kwamba sikuwa na walipa pesa ya kuridhia. Nilikuwa nawapa pesa bana, hiyo mwanangu, hii hapa tukabadili mboga nyumbani, lakini sio malipo ya kuonyesha kwamba wanatakiwa kulipwa pale. Na hili ndio tatizo la wabongo. Mbongo akulipi kwamba una deserve kulipwa vile, anakuambia shika hii mwanangu kajipoze. Yale sio malipo, ni shukurani. Ujue kuna malipo na shukurani. Okay. Kwa hiyo wanashindwa kutofautisha kwamba kuna kipindi unaweza kuwa na mtu pia akakupa shukurani, sio malipo. Yani kwamba malipo ni kitu una deserve kulipwa. Yani shukurani ni ile tunasemaga chukua hii soda mwanangu. Yeah. Oh yeah. Sawa, umeona sasa hapo Msafi the Real vile ambavyo umezungumzia na unavyoweza kumappreciate Nasib Abdullah K Diamond Platnumz kwa yale makubwa ambayo amekufanyia way back wakati unafanya naye kazi. Hivi unahisi ni kwa nini ushikaji huo unakata mara baada ya wasanii kutoka kwenye urafiki ama kutoka kwenye ukaribu waliokuwa nao ama kutoka kwenye record label? Mfano kuna ukaribu ambao umepungua, tunaona kabisa vile ambavyo kuna wasanii ambao wametoka WCB mpaka sasa hivi kwa Diamond hawana ukaribu. Nini kinachopelekeaga hivyo? Like mnaweza mkaa kweli mlikuwa mnaishi poa, tunaona mnaishi poa, lakini mara baada ya kutoka ama kutokuwa na ukaribu tena kuna kama ushikaji hivi ama upendo unapungua baina ya hao wasanii ama hao watu ambao wanafahamiana. Nini kinakuaga katikati yake? Nitasema maneno yameandikwa kwa Kiingereza, lakini nitasema kwa Kiswahili kwa sababu ananisikiliza asipate ugumu. Of course, we keep it local. Wise man anasema hivi, usimuamini sana mtoto wa kimaskini mpaka akija kufanikiwa. All right.
Yani usimwamini sana mtoto wa kimaskini paka akija kufanikiwa, kwa sababu baada ya kufanikiwa ana uhalisia wa yeye kumjua, yani kwamba ana reality. Unajua sisi tunaishi kwenye muonekano ambao sio reality yetu kutokana na kipato chetu, yani kwamba kuna mtu unamjua tabia, ndio ile ilisema pata pesa tuijue tabia yako. Oh yeah. Kwa hiyo kwenye ile karakta ya pili sasa sisi tunajuana na watu kwenye karakta ya kwanza. Ya wale bana Sister Feby nisaidie na mimi nataka nitoke. Lakini kisha toka siji tena Sister Feby, nitakuja inakuaje, ulikuwa unasemaje? Umenisoma? Oh yeah. So hii inasababisha watu wengi kuto stiki friendship kwa muda mrefu. Friendship inapotea baada ya watu kufanikiwa na kuona kwa wao ni better than wale waliokuwa nao zamani, lakini wanasahau kitu kimoja: mwenye anaweza kuvaa risasi au take your bullet ni mtu mwenye amekukubali from the scratch, from the street. Yeah. Yule ndio real friend, kwa sababu kuna marafiki wanakutana hapa kwenye fame. Oh yeah. Wanakujaga kuchukua vipande vyao na wanaondoka, lakini ule jamaa ambaye ulitoka naye aliamini uwezo wako kiasi ya kwamba hauna chochote, mtastiki naye na anaweza kukubali usipoteze, kwa sababu anajua kule ulipotoka yani kwamba sio pazuri. Kwa hiyo vita yake ilikuwa ni kupambana wewe ukae pale kwenye alikuwa na kuishi uweze kukaa. Okay. Mimi naamini unakuja usnichi hapa kati. Usnichi unaanza na kusahau wema wa watu walokusaidia mpaka kufika hapo ulipo. Nafikiri ndio sababu ya watu wengi kukosana, lakini ukizungumzia upande wangu mimi naamini ni kipato ndio kimewafanya watu wengi tutafautiane. Mambo ya maslahi mkwanja hapo tunazungumzia. Ndiyo. Sawa, bila shaka nayo utakuwa umekutana na hiyo, kwa sababu nina uhakika asilimia nyingi tu umehusika kwenye kupeleka wasanii wengi mbele kupitia WCB. Kuna watu watakuwa walikuja kusainiwa pale, wewe pia ulikuwa unatoa maoni yako kwa tajiri like huyu tumchukue na huyu tusimchukue. Ni akina nani ambao umeshiriki kuhakikisha wao wanasainiwa pale WCB Wasafi back in those days? Nafikiri list unayoiona nafikiri mimi nimehusika sana. Nitakupa short story moja. Wakati Harmonize hii atakuwa haijui hata yeye, lakini naitoa kama exclusive. Ndo maana yake haipate. Wakati Harmonize amekuja pale, kulikuwepo discussion ya team kwamba huyu jamaa tumchukue au tusimchukue. Nakumbuka Harmonize ameletwa na mtu anaitwa Momo ambaye ni kaka yake Diamond. Lakini tulivyo discuss pale ilionekana kwamba Harmonize muonekano wake na yeye paka kumtengeneza akai kwenye sehemu ya biashara, ilikuwa kuna ugumu fulani, kulikuwa ukakasi hapa kati kwenye conversation ya team kama team tulivyokuwa tunaongea. Lakini mimi kama mimi nilistiki nikasema, sikilizeni, niachieni mimi huyu kijana, nyie na wadai tu namna gani mnaweza kumpromote, niachieni masuala ya kuvaa, masuala ya kila kitu, nipeni mimi. Kwa hiyo na maanisha nini hapa, labda kama mwenye ananisikiliza hawezi kunielewa. Okay. Yani lazima apatikane mtu mwenye atakutetea nyuma ya mgongo wako hata kama hautokuwepo, na kukubali uwezo wako na ili uweze kukaa sehemu. Hapo anamaanisha kwamba Harmonize alikataliwa na kila mtu ambaye alikuwa kwenye timu, lakini wewe ndo ukampitisha peke yako. Harmonize alikataliwa kwenye timu yetu sisi ya mzunguko ya kikao cha kuwakubali kuwapasisha watu. Alright. Kwa sababu waliona kwamba tutatumia vitu vingi kumweka kwenye reli. Okay. Hichi kitu akijui na naweza kukiongea hivi hapa mtu akafikiri kwamba nimetengeneza chuzi, lakini najaribu kukuonyesha kwamba lazima tupate watu wa kututetea hata tukiwa hatupo, ili mradi tufike sehemu, kwa sababu unaweza usifike pale kwa miujiza yako, kwa sababu kuna mtu lazima ajitoe kukutetea ili uweze kupata ile gate pass ya kufika pale unapoelekea. So mimi ni mmoja wapo. Alright. Kwa statement hiyo ina maana ni wengi. Umesema awali kwamba A-list karibia wote ambao wamepita pale WCB of course wamehusika kwenye kuhakikisha wao wanakaa pale, na mfano mkubwa amekuwa Harmonize. Sasa na wakati yuko Rayvanny pia, hata Rayvanny pia. Vanny Boy. Wakati yes, Rayvanny
ngoja nikupe short story kama muda utaturuhusu. Muda unaruhusu pia. Rayvanny alikuwa ni msanii, kila mtu anajua kwamba alikuwa ni msanii wa studio. Rayvanny paka leo ukienda studio yoyote yenye unaijua ipo Dar es Salaam unaweza kukutana kuna ngoma yake, japokuwa labda akuichukua au kuwahi kuitoa. Okay. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye anajitafuta kwenye njia nyingi. Lakini kama anaisikia hii interview anajua kabisa mimi ni mmoja ya watu waliomwambia, sikiza mwanangu, jipe rotation ya kuwa unakuja hapa tunapoishi, alafu wekeza sana kuweka ngoma nyingi sana hapa, bosi akija atazisikiliza, na katika kuzisikiliza inaweza kuwa ndo sababu. Kwa hiyo Rayvanny nikampa access ya yeye kuwa anakuja pale, na ikawa kama maskani. Nakumbuka pale tulikuwa na Liza na mimi moja ya safari pia, kwa sababu hakuna mtu anaweza kukupa nafasi hajasikia ngoma zako. Kwa hiyo Rayvanny ni mtu mwenye alikuwa anasikika kwa mbali, lakini alivyopewa access ya kuja au anatia kambi pale kambini, ndio bosi akaanza kusikiza kipaji chake kwa uzuri, kwa sababu kuna ngoma unaisikia lakini hauipi sikio. Kwa hiyo pale alipata nafasi ya kupewa sikio, na ndio leo tunashukuru, tunajivunia anakuja Grammy na anatupeleka, anatupeperusha. Ni kitu cha kujivunia. That's great bana. Alright. Sasa umeona huo ni moyo wa kipekee kabisa ambao sidhani kama kila mtu anao. Najua Zele wewe unao, Mwenyezi Mungu akubariki huo. Mara baada ya kutoka WCB, kuna hali fulani hivi ngumu ulipitia, na kuna mahojiano yalifanyika, kila mtu aliona ule ugumu ambao ulikuwa unapitia. Licha ya kwamba umewasaidia wengi, natamani kujua ni akina nani ambao walikuja mara baada ya kuona kwamba kuna ugumu fulani unapitia, wakaja wakakusupport kwa namna moja ama nyingine, ama hawakutokea. Na natamani kufahamu pia hicho kwanza, then nitakuja kuuliza swali lingine. Kiukweli mimi niseme tu alhamdulillah, kwa sababu mimi ni mtoto wa Kiislamu. Mimi wakati nilikutana na majaribio, naamini alinisaidia sana ni Mola, kwa sababu lile jaribio lilivyonikuta nafikiri ni kipimo cha Mungu. Alikuwa anataka kunionyesha watu na roll nao, kuzijua tabia zao, kwa sababu huwezi kuwajua watu ukiwa kwenye happiness. Oh yeah. Ukiwa na watu unafurahi. Lakini ile moment na kile kipindi kilinifanya kunijua kwamba kuna watu walikuwa wananiheshimu, walikuwa wananikubali kwa sababu nilikuwa sehemu fulani. Oh yeah. Baada ya kutoka wale watu, ilibidi kila mtu akuwa na ule moyo wa kuonyesha kwamba anajivunia kuwa na mimi. Kwa hiyo kipindi hicho ndo kama naweza kusema ni kipindi kimenifanya kuwa na wakati mgumu sana na kuwa na depression, kwa sababu mimi kitu ambacho kilikuwa kinanitesa pale ni depression. Na ile depression ikatokea kunipeleka kwenye mazingira ya kiafya, kiuchumi, na huko nyuma nilipokuwa na watu niliokuwa na roll nao, na kilichonitesa kabisa ni cycle nilokuwa naishi nayo, kwa sababu hata mtu yote alikuwa akiongea kitu chochote naona labda huyu hapa inawezekana kwa sababu alikuwa ananiona sehemu fulani, na haya ndio madhaifu aliyoyaona kutoka kwangu. Nikaja kujifunza kwamba watu hawakuheshimu tu, ila watu wanathamini pia ulichokuwa nacho. Ukishakipoteza basi inakuwa kwamba kuna baadhi ya watu utawapoteza pia. Shughuli imeishia hapo. Yeah. Bana, kuna kitu najifunza hapo Hii ni pia kupitia kauli ya Baba Levo juzi kati, ambaye amezungumzia watu ambao wako karibu na Diamond Platnumz, mtu kama Lukamba na wengine wengi ambao wameshaye kuhusika kwenye timu au karibu na Diamond. Baba Levo alisema huwa kwa ule ukubwa ambao wanakuwa nao kipindi wako na Diamond, wakishaachana tu wanahisi kwamba ule ukubwa utaendelea vile vile, lakini baada ya hapo mwezi mmoja, wiki 2-3 hivi, wanakuwa hawana huo ukubwa tena, kwa maana ya kwamba wanakuwa wanafeli. Waona hiyo experience, na sasa hivi tunakuona hapa Msafi the Real. Kauli ya Baba Levo ambavyo wanazungumza watu ambao mmetoka, of course na wewe pia ukiwemo, unaweza kuizungumziaje hapa na unaweza kuthibitisha vipi? Mimi naweza kuizungumzia kwamba mjinga kila siku huwa ajui kama ni mjinga. Okay? Mpaka aambiwe kwamba wewe ni mjinga. Nikiwa na maana gani? Jamaa ana imani kwamba anajua kwamba ana akili, lakini alichokikosa ni hekima. Hekima ambayo mimi nataka nimfundishe yeye alipo, kama atanisikiliza sasa hivi au mtu yeyote atamtagi amwambie, unapozungumzia lebo imewapoteza watu na wanataabika, wana maisha mabaya kutoka kwenye lebo unayosifia wewe.
which means ni kwamba lebo haijawatendea mazuri mpaka waende kutaabika. Sifa ya lebo ukitaka uiweke kwenye ukubwa ni uzungumzie wale watu walitoka sehemu wakaenda kufanikiwa, ndio maana wanajivunia. Ukiona watu hawajivunii watu kutoka kwao, which means hawakutendewa mazuri kutoka kwenye lebo ile. Yani kwamba anaitukana lebo pasina kujua kwamba anavyotutangaza sisi tumetoka na tunaishi maisha mabaya, which means hakuna mafanikio tuliyopata kwa ile lebo, na lazima mtu anayemsikiliza anafuka anaona kwa hiyo hawa ni wanyonyaji au inakuwaje? Yeah. Kwa hiyo anaitukana lebo bila yeye kujua kutokana na nini? Fahamu yake na akili ajui anachozungumza. Ye ana perform baada ya kupewa kipaza. Na kitu kikubwa ambacho mimi kinaniuzi ni kwamba mtu anayeniataki mimi anaataki na microphone ya lebo ambayo mimi nimepambana nayo, nimetoka jasho, nimetoa machozi, nimesacrifice vitu vingi ambavyo mpaka kile kipaza chenyewe anachokishika ajui mimi nimekipambania kiasi gani, alafu yeye ananiataka. Kwa hiyo anatumia silaha niloitengeneza mimi. Ni kitu ambacho hatakiwi kufanya kitu kama hicho, kitu ambacho hata Diamond kama ananisikiliza hata yeye amwambie bana, kuna ku move on, kuna kuishi maisha yako. Hata mimi tuseme mimi au Lukamba au wale wote waliokuwa WCB hawana maisha mazuri, yeye msaada wake ni nini? Kuna watu wanatutegemea bro. Okay. Kuna watu hapo nyuma wanahitaji kuona mafanikio yetu. Kwa hiyo asijue ana deal na mtu mmoja, ana deal na watu wengi. Ndio maana huwezi kumsikia mtu kama Diamond anakaa na kuzungumzia kitu kama hichi. Kwa hiyo ajiangalie anapokuwa anazungumza na watu wanaowaataka, kwa sababu anaweza asimshukuru Mungu kwa kinachomtokea sasa, lakini kuna baadhi ya sisi lazima tungetoka ndo na yeye akapata nafasi. Kwa sababu kipindi hicho angekuja akakutana labda mimi ndo nilikuwa final say, na kila mtu anajua mimi ndo nilikuwa final say. Ukija pale unakuambia kama uulize Cuboy, ingekuwa nilikuwepo bado nipo pale, ingekuja ile final say nikamkataa, asingepata nafasi aliyokuwepo. Kwa hiyo aheshimu basi na sisi tulipotoka na kwenda kujitafuta. Hatuna kikubwa kama anachokitaka yeye kwa mtazamo wake, lakini aheshimu basi kwamba na sisi tuliacha legacy. Inabidi yeye sasa atende mazuri ili kile chombo kibakie kuwa pale kama kinara, kwa sababu wengi tunafurahi kukiona pale kwa juhudi tulizoziweka, japokuwa akikutulipa kama tulivyokuwa tunahitaji. So unataka kumaanisha kwamba kwa kazi yote kubwa ambayo ulifanya WCB kama record label mpaka leo haujawahi kunufaika kwa namna yote, kwa maana kukulipa? Kunilipa na hii nataka niweke sawa. Unajua mimi nimetoka kwenye nchi ambayo naheshimu sana muda kama Marekani na South Africa. Okay. Umeona? Nilitumia muda mwingi sana kuitengeneza au kuipambania lebo. Kwa hiyo nilikuwa napewa bahashishi, sikuwa nalipwa. Yaani hiyo nairudia tena kwa ile kauli yangu ulisema. Yeah. Mtu anakuambia bana kaa shika humu. Kuna kipindi mwezi ulikuwa unapita sipati mshahara. Yeye anajua, huyu Baba Levo anajua hayo maumivu. Kuna kipindi sisi tulionekana tunajichora, tunaonekana kwa TV tu, tunauza sura, familia zetu hakuna wanachokipata. Okay. Hawezi kuyajua hayo maumivu. Mpaka leo kuna watu wanaona hatua tulioipiga haifanani na kule tulipokuwa, wanajivunia na wanapata riziki na wanatuombea dua. Leo ukikaa unasema sisi tumepotea. Kwa hiyo unatuaibisha sisi na kwa hiyo lazima atazame na awe na kauli nzuri, special kutumia chombo cha habari attack watu. Mimi naiita kama ni attack, anatumia silaha. Ile ni silaha kama bunduki tu. Okay. Right. Kwa mujibu wa maelezo ambayo nimesikia sasa hivi hapa, Msafi the Real ama Cuboy Msafi, unahisi Baba Levo atamsababishia hasara zozote Diamond Platnumz na record label yake ya WCB kutokana na hizo maneno yake ambayo anaongea? Baby, nikwambie kitu rafiki yangu. Yes. Samaki mmoja akioza huwa anaweza kusababisha samaki wengine wasionekane wana thamani. Samaki mmoja anaweza kutia dothari. Na hichi kitu mimi nafikiri uongozi umejisahau kidogo, kwa sababu mimi nikikupa long story short yangu mimi nilienda tu kupaki gari kwa mfanyabiashara hapo Sinza Africa sana. Okay. Nikawekwa kizimbani pale, nikahukumiwa. Kupaki, yani heshimu kupaki. Heshimu hilo neno, kupaki gari ya
ya mtu kwa sababu ni ipo kwenye brand. Nimeenda kupaki kwenye local, sehemu wanauza juice za local. Wrong parking. Kauli yao ya uongozi ilikuwa ni kwamba huyu anapoonekana pale local hawezi kupewa endorsement za makampuni makubwa. Ni kweli, ndio maana nimesema mimi nilichukulia poa sana kwa sababu nilikuwa najua hii ya kwetu sote, nikawa naipeleka kiasi ya kwamba nikawa naenda tofauti na uongozi ulivyokuwa unataka. Sasa na uongozi sasa inatakiwa umwangalie Baba Levo kama tulivyoangaliwa sisi kwamba wewe hii brandi mbona kama unaanza kuwataki watu, si ni innocent bro. Si tumeamua kuchukua 50 zetu na tunapambana na tunaishi maisha yetu, hatujawahi kumwataki mtu, lakini mtu anapokuja kutuataka anatutengenezea picha ya sisi na sisi tutafute silaha zetu kwa sababu hatuna wa kututetea. Inabidi tujitetee, na ishara ya mimi ni Muislamu, mimi ni mtoto wa Kiislamu, ishara ya kumuonyesha mtu kwamba unamhofia na wewe unaweza kupambana naye ni ishara ya imani dhaifu. Kwa hiyo mimi niko tayari kwa hivi nilivyokuwa, niko tayari nimwage damu, niko tayari mimi nipotee ili mradi nipambanie haki yangu, kwa sababu swala la kumwachia Mungu kwa adui unayemweza lazima unaonekana wewe hawezi kukaa tu namwachia Mungu mwanangu. Vitu vingine Mungu anakuwa yuko busy. Bana Msafi the real ama Q-boy kwa hiyo haiwezi kuzungumzika haya kwa maana kwamba mkakaa mkamaliza au mkatafuta njia ambayo ni rafiki, kwa sababu kwa maneno ambayo unayatumia hapo that means umeikachi hivyo kwa mtu ambaye anakusikiliza pengine. Kiukweli nimeikachi kwa sababu gani? Kwa sababu silaha anayotumia Mwamba ni silaha ambayo mimi nimekaa chini na kusacrifice. Sijawahi kupata manufaa yoyote kwa miaka nilopoteza. Mimi nimeacha life yangu, backstory ya maisha yangu. Mimi nimeacha maisha yangu nipambane maisha ya mtu mwingine afanikiwe. Almost miaka mingapi? Kufanikiwa ili na mimi nifanikiwe, lakini kwenye kufika mwanangu afanikiwe ziliingia harakati nyingi sana, figisu nyingi sana kiasi kwamba mimi nilijikuta nje ya mchezo. Nimekubali kuwa nje ya mchezo. Nimeenda tena kuitafuta njia yangu. Hapa nyuma mimi nishakufa ujue. Mimi 2017 ukiona picha yangu unitamani. Sure. Unaweza usinitamani mwanangu, lakini unapoona mtu anakuattack na wewe umeamua kuchukua 50 zako, kuna kipindi na wewe unaona sasa mbona kama ujue mimi hapa nilipofikia na age niliyokuwa nayo ni 10 la mwisho la Ramadhani, yani hii ni mwadau ya Ramadhani. Mimi na step ya mwisho inayobaki ni kufa tu. All right. Hivi kwamba hajajua nini ambacho kilikuondoa WCB back in those days, unaweza kumwambia sasa hivi nini ambacho kilikuondoa pale? Kwa sababu kwa mujibu wako unasema ni figisu. Kilichoniondoa pale mimi ni kutokuheshimu tu lebo za watu, yani kutokuheshimu brand, kwa sababu ninafikiri nilijitoa sana, nilikuwa na roho nzuri sana kiasi ya kwamba kumbe sikuhitajika, kwa sababu sikuhitaji kuwa na roho nzuri kuwasaidia watu. Nilikuwa ujia kujikuta natumia access za lebo sehemu yenye ilitakiwa watu waje wakae chini na lebo waweze kuingiza kipato. Mpaka leo tukio langu mimi, yani kesi yangu ni kwamba wewe umeenda kumpa mtu access aweze kuchukua brandi bila sisi hatujakaa chini na kupata kipato chochote. Kwa hiyo ukisema mimi nikae chini na tuweze kulitatua, ni kwamba mimi sina tatizo, mimi tu nimejikuta kwenye trap, tunaita trap kwa kizungu, yani kwamba mimi nijikuta ndani ya kutoa msaada, kumbe ule msaada kuna watu waliutazama kama biashara. Okay, ni nani ambaye uliingia kwenye hiyo trap ikaonyesha kwamba amefaidika ama amenufaika na brand ya WCB? Brandi ambayo mimi nimeitumia ni mfanyabiashara anapatikana South Africa sana pa. Okay. Nilienda nikaweka brandi za watu ambazo zipo kwenye promotion zinatangazwa, yani kwamba watu wanahitaji kupata hela kupitia njia ya brandi zao. Lakini mimi nikaleta ushikaji kwamba bwana mwanangu hii nenda nayo. Sasa nilivyoleta hivyo, uwezi amini, mpaka kikao kilichokuwepo walisema inawezekana kuna kipato unakipata afu sisi hautufahamishi. Basi kama kuna kipato na wewe umepiga kwa nyuma, basi nenda kwa mwanao akusaidie. Uwezi amini, yule mwana paka leo hajawahi nisaidia kitu chochote, yule mwenye ile brandi sasa. Yani kwamba najaribu kukuonyesha kwamba heshimu brandi za watu, itakufanya wewe kuheshimika, kwa sababu mpaka leo mimi nilikuwa nataabika, sikuwahi kupata mchango wake wowote.
yule mwenye lile brandi toka walinifukuza. Tusaidie tumfahamu ataji herufi 2 au 1 ya jina lake. No, kama mtaruhusu mimi namtaja, anaitwa Mac Juice. Yani ni mshikaji ana kibanda kina tushakuelewa of course. Kwa hiyo kiufupi ni Max ndo alifanya wewe utolewe WCB. No, ni mimi nimempa access. Yani unajua mimi kukupa access ya bana hichi kipromote katika kukipromote kile watu wakakipokea kwenye picha yenye mimi mwenyewe sikufikiria, kwa sababu wewe unachukua brandi za watu unaenda kuweka kwenye vibanda vya watu, afu vibanda vyenyewe vya mtaani hivi. Watu tunatakiwa hii brandi tukaipromote ikatangaze juice zenye watu wamewekeza. Kwa hiyo mimi nimeingiza biashara ya watu kutangaza biashara ya mtu wa mtaani ili afanikiwe kama mwana. Ili niletea madhara ya uongozi sasa nilokuwa nao, wakaamua kuchukua misimamo yao, kitu ambacho wapo right paka leo mimi si walaumu. Wana haki ya kunipa adhabu kwa sababu nilitumia lebo pasina ridhaa ya timu. Unajua kuna kitu kikishakuwa timu ukikizungumzia ukakipeleka kwa utofauti ni kwamba kuna something umepata alafu haukuileta kwenye timu. Lakini Mungu ananisikiliza sasa hivi. Sikupata 5, sikupata 10. Hata nilivyotoka sikupata msaada wa ule mwana. Nimepambana, nimetokea upande wa pili, ndio leo niko Marekani. Najipambania mimi mwenyewe. Sina msaada wa mtu yoyote. Alafu tena kuna mtu amenikalia mbele, yani kwamba bado ananiattack. Sasa nataka maisha yangu sasa. Okay, Msafi the Real, mara mwisho wewe kuwasiliana na Diamond ni lini? Na mlizungumza kitu gani? Mara mwisho niwe mwazi ni Kigoma, miaka 10 ya Diamond. Okay? Ndio nimewasiliana naye. For real. Kwa sababu kitu ambacho mimi nimeacha kuwekeza kuwaongopea watu ili nionekane niko salama. Ni kitu chenye dokta wangu mimi wa mambo ya saikolojia alinikataza. Aliniambia kuwa kwenye boksi la kuwa mkweli, ili usiwe unaweka uongo utakutesa, kwa sababu ni virus inakuwa inakaa kwenye boksi lenye kila saa litakuwa linakunyonya. Wakati unapewa hiyo adhabu ya kutolewa WCB, ilikuwa na kikomo, like tunakupa adhabu ya kukaa nje WCB kwa miezi 3, 6 ama mwaka, ama walikuambia forever tukuhitaji tena hapo? No, waliniambia wiki 2, lakini zile wiki 2 ilienda ikakata ikawa mwezi. Kwa maana ya uangalizi kama probation, sio? Ndio. Ikakata mwezi. Sikuambiwa kwamba nenda tunakufukuza, no. Niliambiwa nenda ukae nyumbani, ndani ya wiki 2 tutakurudisha. Lakini wiki ilienda mwezi ukaenda mwaka ikaenda miaka, na paka leo mimi niko Marekani. Ndio na kinachonishangaza sasa. Kwamba mimi nimeamua kuchukua njia nayoijua mimi. Ulijaribu maybe kuwacheki wakati unaona kukalisha hiyo wiki, mwezi, mwaka, like mbona mnirudishi, kuna nini? Yani paka imefika miaka 10 ya Diamond, watu wote nafikiri walikuwa wananijua mimi, walijua kwamba mwana anarudi mjengoni. Okay. Lakini ilivyofikia pale ikaonekana kwamba nimekutana na wao pia, ile nafasi yangu washamweka mtu mwingine. Kuna watu pia walikuwa wanamuomba Mungu niondoke mimi wapate nafasi. Ndio paka leo kuna vijana wamechoropoka wapo. Kuna vijana wengine wamepata nafasi, kuna madancers pia wamepata nafasi. Kwa hiyo unapotoka pia unawapa nafasi pia watu wengine wapambane, kwa sababu Mungu hatakuwa tu anakuweka wewe tu ukae pale. Kuna watu wengine pia anawapa nafasi pia. Okay, kwa nafasi ambayo imetokea ukaipambania, ukaifanyia kazi, alafu baadaye akatokea kama hayo. Tunafahamu vijana wengi wapo wanaopitia na wanatusikiza sasa hivi kwenye mapambano yetu. Ups and downs ni nyingi sana. Kuna time kama unajutia hivi kwa kile kilichotokea, kwa kile ambacho umekifanya pia? Muda. Okay? Yani najutia muda sana. Kitu chochote duniani kinachomfanya binadamu ajutie ni muda, kwa sababu ule muda nafikiri ningekuwa nautumia niko hapa Marekani ni bilionia mkubwa sana. Okay? Ndio kitu chenye naweza kusema, najutia muda tu. Okay, mimi nimekutana na comments nyingi sana ambazo zinazungumzia brandi ambayo umetoka, na tukirudi kwenye brandi yako binafsi kama Msafi the Real,
kwa sababu tuna mifano haya ambayo imesha kutokea kwenye game pia, si tu Tanzania, hata Nigeria. Msanii alikuwa anaitwa Kiss Daniel, management baada ya kupishana nayo akachange jina kwenda kwenye Kiss Daniel. Na sasa hivi pia wewe umetoka kwenye Q-Boy Msafi, the ambavyo watu walikuwa wanakufahamu before, umeenda kwenye Msafi the Real. Ni kama unashinda kumove on kutoka kwenye ile brand ambayo ulikuwa unafanya nayo kazi. Kuna chochote ambacho kinakuia ugumu kutoka kwenye hicho kivuli? No, of course kivuli cha Diamond hauwezi kukimbia, kivuli cha WCB hauwezi kukimbia, na usichokijua ile WCB mimi siwezi kuikimbia kwa sababu ni mwanzilishi wa hiyo neno WCB. Okay. Kwa hiyo ni moja ya brandi ambayo nilipambania mimi. Ukiwa wewe na nani? Nimesema mwanzo. Mkiwa wangapi? Kwenye wakati mnaipambania kutafuta neno WCB ya majina WCB, mlikuwa wangapi? Wewe, Diamond na nani? Na Kifesi, Kisura. Okay. Kwa maana mlikuwa watatu. Yaani nikuweke tu wazi hapa. Okay. Ukiangalia logo ya WCB, kuna Wasafi chini. Ile ni logo mama. Ila WCB ni maandishi alikuja mapya baada ya Diamond kuwa na Wasafi. Wasafi alikuwa nayo kipindi hicho, yupo na Bab Junior. Ndio maana tangu ngoma zake ukizisikia unasikia Wasafi ya hewa, ulikuwa unaisikia ngoma zake. Lakini ilivyokuja WCB sasa ilikuja ndo ile sasa inakuja kama ni record label. Tuna record label. Kwa hiyo ile maandishi, mmoja wa watu walikuwa wanatengeneza t-shirt, vitu vyote walikuwa wanaviona ni mimi hapa. Nilikuwa naenda South Africa na kuna kipindi nilikuwa natumia paka hela zangu mimi, sio hela za Diamond, hela zangu mimi kuitengeneza ile brand ikae pale. Watu walivaa kofia, ukizingatia tulifanya nyimbo ya P Square, alivaa P Square kwenye ngoma ya Diamond, ile kidogodogo. Ule ni mimi, nilikuwa naipush ile brand kutazama namna gani inaweza kukua. Okay. Lakini mpaka leo mtu anaweza kukaa tu akashika microphone akanizungumzia anachokitaka kwa sababu hajui nilimwaga damu kiasi gani au nilipambana kiasi gani.